Naam. Anasema muulizaji kwamba naomba uniambie uharamu wa moving camera. Mbona tunaona mashehe wanachukuliwa kwa moving camera? Na je, una ushahidi gani wa kutokufaa? Nani sasa? Yaani kama haifai, kama una ushahidi gani kwa maana? Mimi binafsi nazungumza kama mimi, alafu yale ninayozungumza nataka kuyegemeza kwenye dalili, alafu na nyinyi mnisikia, naomba mnipinge kwa dalili na vile vile mnikubalie kwa dalili. Simenielewa? Mimi binafsi nazingatia kwamba suala la picha, ukitoa picha zote hizo, picha za photograph na picha za kamera hizi, mtu anachukua moving camera, hili ni suala limetokea, halikuwepo zama za masahaba, si ndio? Wala halikuwepo katika zama za kina Imam Shafi wala Imam Nawawi wala Ibn Taymiyyah wala katika zama za kina Muhammad Abdul Wahhabi au kina Suyuti au Sakhawi, halikuwepo jambo hilo, bali jambo hili lilipatikana hasa picha za kamera zilianza mwaka 1908. Kwa ni jambo katika karne hii. Maulama wa zama hizi katika maulama wa Ahlusunna wal Jamaa wamختلفiana katika masala haya. Naomba nyinyi mnikubalie katika hili, yani kueleza hivyo, kwa sababu mimi nina ushahidi kwamba jambo hili lina khilafu baina ahlul ilmi. Wako ambao wanaona kwamba picha za photograph ni picha, na wanatoa dalili, na mkitaka kujua dalili hizo, hebu mtu asome kitabu Adabu Zafaf. Kitabu Adabu Zafaf cha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, au asome fatawa ya Sheikh Ibn Baz katika masala ya sura na wengineo katika wanachuoni, au asome kitabu Al-I'lamu binaqdi al-halal wal-haram cha Sheikh Al-Fawzani. Al-I'lam, Sheikh Al-Fawzani ana kitabu cha Al-I'lam, anamkosoa au anamjibu Dr. Yusuf Al-Qaradawi katika kitabu chake Al-Halal wal-Haram, chaitwa Al-I'lamu binaqdi al-halal wal-haram. Asome masala, na vitabu vingine vimeandikwa katika ahkamu suwar, na wengine wameandika wanachuoni wengi tu. Ataona kwamba masala haya na khilafu, na sababu ya khilafu imekuja kwamba wapo wanaona kwamba sura ya photograph ni sura, picha ya photograph ni picha, kama lafadhi lake lilivyo ni picha. Wengine wanasema hapana, ile sio picha, kile ni kivuli kimeumbwa na Allah tabaraka wa taala, kwa mimi nazuia kivuli kwa kutumia nyenzo maalum. Kwa hiyo wanaona kwamba si picha, ni kivuli, kama wanavyodai. Sasa mimi msimamo wangu mimi binafsi umemili kwenye fatwa ya kwanza. Naona sije kulazimisha wewe ukubali kama nilivyokubali mimi. Mimi binafsi sikubali unipige picha bila ya sababu yote ya msingi. Hao wana wachuoni sasa ambao wanasema kwamba hizi ni picha na ni haramu, na kuwa wenye kufanya hivyo wameingia kwenye hadithi la'ana Allahu al-musawwirin. Pamoja na maelezo hayo na msimamo huo, wanasema itajuzu kupiga picha katika baadhi ya hali, baadhi ya mahitajio, mfano kwenye passport, kwenye vitambulisho na vinginevyo, vitu ambavyo vinakwenda katika mtindo kama huo. Ama picha za kumbukumbu, mtu akapiga picha kwamba hii ni kumbukumbu ya birthday ya mtu fulani, kumbukumbu ya harusi ya mtu fulani, kumbukumbu ya kadha, kisha katandika nyumbani kwake. Hata wale wanaosema kwamba hiki ni kivuli, wanasema ni haramu. Ibn Uthaymeen anasema wazi kwamba ni haramu picha za dhikrayati, picha za kumbukumbu, na mtu akawa na albamu lake kwamba ameweka hilo la kuweka kumbukumbu za picha. Hilo ni jambo lisilofaa, na malaika hawatoingia nyumba hiyo. Tumeelewana? Hili ni jambo la kwanza katika picha za photography. Picha za moving camera, hukumu yake, wale watu waliotoa hukumu katika masala ya kwanza ni kama hii ya pili vile vile, hamna tofauti, kwa maana kuna khilafu katika masala haya. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika maelezo anayotoa hasa katika fatawa yake, fatawa arkanul islam na sehemu nyingine, anasema kwamba ni jaiz kuchukuliwa picha za darasa na mawaidha ya kielimu, yani madarasa za kielimu na mawaidha.
mtu anaweza kuchukuliwa moving camera darasa yake ikasambazwa kwa lengo hilo. Lengo ni kufikisha ujumbe. Lakini mimi naona kuna sampuli fulani zinafanyika, sijui kama fatwa ya Ibn Uthaymeen imelenga huko. Sijui mtaniambia nyinyi kwamba yule anayezungumza aonekane namna anavyozungumza, anavyotoa darasa, ni tashjii fulani yeye anavyoona yeye, darasa za kielimu. Lakini utakuta inapochukuliwa darasa ile anachukua moving camera, anakuja kwa yule mzungumzaji, atamchukua, ataweka hivi, akimaliza azungusha huko atafuta nini tena, na mzungumzaji yuko huko, atazungusha huko, atazungusha atarudi hapa hivyo. Sasa huko atafuta nini? Hiyo ndio fatwa inavyoeleza. Haya, isitoshe khatibu yuko juu ya mimbar katika baadhi ya misikiti, tena wajiita ahli sunna wal jamaa. Kuna mtu anachukua moving camera, yeye hana hutuba yeye. Khatibu kwenye mimbar atamchukua khatibu, akimaliza atamchukua kwa mgongoni huku, akimaliza atageukia waislamu wengine. Hii hutuba inaendelea, wewe usikii. Kwani Mtume SAW anafundisha nini katika khatibu anapokuwa yuko juu ya mimbar? Au huyu mpiga picha hayumo? Lakini siku zote watu wanapoleta mambo, wanapofungua milango ya fatwa vile wanavyotaka wao, matatizo yake yanakuwa namna hii. Mkitembea katika baadhi ya misikiti mtayaona mambo hayo. Wapiga picha na watu wa kamera hawachungi adabu za khutba za Ijumaa. Haya, ulipofunguliwa mlango huo kwamba ni jaiz mtu kuwa na moving au akachukua moving camera, kwa hiyo akaangalia akawa nyumbani kwake ana DVD player ile au ana nini yake, video yake, TV yake, basi ataangalia durusi. Mlango huu ulipofunguliwa ikawa sasa watu wanatazama vitu vingine ambavyo si darasa. Sio, mnaelewa? Wanatazama vitu vingine ambavyo si darasa. Mimi nataka naambia kila mmoja katika nafsi yake ni shahidi. Je, nyumbani kwako wewe kwa mujibu wa fatwa ya Sheikh Ibn Uthaymeen hiyo kwamba wewe umeweka hiyo television au umeweka kitu gani kwa ajili ya kufuata darasa peke yake, je, watazama darasa peke yake, ni darasa tu au kitu kingine? Na kama ni kitu kingine, fatwa hiyo umeitoa wapi? Sasa hiyo inabaki mtu na yeye mwenyewe binafsi, atajimaliza yeye mwenyewe. Lakini mimi nimezungumza msimamo ambao huko kwamba swala hili la khilaf, na mimi nimechagua kauli moja, na wala sitaki kuulizwa kwamba kwa nini umechagua msimamo huu, na mimi nitakuuliza kwa nini wewe umechagua msimamo huu. Kwa hiyo masala ya khilaf na dalili ziko namna hiyo kwa usalama wa dini yangu na mengineyo. Masala tayari na shubha, mimi nimeachana nayo. Kuna mtu mmoja nilipozungumza hivyo, baada ya kuwa nakataa mimi sichukuliwe kwa moving camera, akawa sasa anatoa dalili, asema hivi, picha, ushahidi wa picha kwamba picha ni halali. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kumuoa bibi Aisha, Jibrili alikuja na kitambaa cha hariri mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, hadhihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Huyu Aisha, huyu ni Aisha, huyu ni mke wako duniani na akhera. Sasa jamani, si picha hiyo? Mtume kaletoa nini? Picha. Sasa wewe unasema haram. Simuelewa? Haya, sasa jamani, nyinyi si mkili. Sisi tunasema picha ni haramu nani? Sisi kwetu sisi tunapozungumza kama wanawachuoni wanaharamisha picha kwamba yule mwanadamu kumsawiri mwanadamu mwenzake ni haramu. Sasa hiyo picha hiyo ile alikuja nayo Jibrili yatoka studio gani? Mpaka ufananishe picha hii unayopiga wewe na picha ile. Yatoka studio gani? Kwa wapi? Jibrili katoka nayo wapi hiyo? Katoka kwa Allah. Allah si ndiye alimusawiru mwanadamu, la'ana Allahu al-musawwirin. Sasa utakufananisha vipi baina ya al-khaliq wal makhluq? Lakini zile chuki ndizo ambazo zinawapelekea watu mpaka dalili wazioni. Si watu wa maulidi wale, mteni dalili zenu kukwambia qul fadlillahi wa birahmatihi, ataje kwa nguvu na kwa vishindo kabisa. Utasema ni dalili kweli. Ukimbana apumua kwanza, aya nyingine ataje hivyo hivyo. Sasa ni watu hawana hoja, ukimbana huku atokee huku, ukimbana huku atokee huku, hana dalili moja. Ndio hawa sasa. Sisi tunasema swala lina khilafu, lakini hizo dalili mnazozitoa nyinyi sizo. Umeelewana? Kwa hiyo mtu asije akachukua mambo kijumla jumla. Huu ndio msimamo